uchunguzi huu tunaona una faida kubwa, unachangia sana kwa wagonjwa wanaohitaji huduma ya kusafishwa figo kwa kufanya uchunguzi wa sampuli za maji tiba ambayo yanatumika kwa wagonjwa wanaohitaji kusafisha figo. Lakini na vile na wale ambao wanahitaji pia kupandikizwa figo. Hiyo inafanyika kimaabara kubainisha uhusiano uliopo kati ya mtoaji na mpokeaji wa figo katika hospitali zetu hizi za huduma za kibingwa. Lakini jingine ambalo ni eneo kubwa la mafanikio ni utambuzi wa jinsi tawala. Tunaposema jinsi tawala ni kwamba mtoto anapozaliwa anaweza kawa habainishi yeye ni wa jinsi ya kike au jinsi ya kiume, lakini kupitia uchunguzi wa kimaabara tunaweza bado kusaidia kutambua kwa kushirikiana na madaktari bingwa, na hivyo tukawapa ushauri wa kitaalamu na wao wakaendelea na tiba. Lakini jingine ni utambuzi wa sumu kabla ya kifo kutokea, tunaita kwa lugha nyingine antemortem. Uchunguzi huu pia unasaidia kubainisha sumu kwa wagonjwa wanaodhaniwa kuvuta, kunywa au kula chakula chenye sumu ili kupata tiba sahihi hapo wakati. Na eneo jingine ambalo uchunguzi huu unachangia kwa mafanikio makubwa ni utambuzi wa sumu pia baada ya kifo kwa maana ya postmortem, ambayo hii inafanyika kubainisha sumu iliyosababisha kifo kwa mwathirika. Na eneo jingine ambalo uchunguzi wa kimaabara una mchango mkubwa ni katika kuhakikisha usalama na ubora wa bidhaa kama nilivyosema za viwandani, na hata dawa za kisasa au western medicine, lakini vile vile dawa za asili, lakini mazingira, usalama mahali pa kazi, na lengo zima likiwa ni kuhakikisha ulinzi wa afya ya jamii na mazingira. Sambamba na uchunguzi wa kimaabara, maabara hizi ambazo sisi tunazitolea huduma ni lazima ziwe zinakubalika kwenye viwango vya kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo eneo hili pia kuna mafanikio makubwa katika utoaji wa huduma ambazo zinakubalika kitaifa na kimataifa, na mamlaka yetu imefanikiwa kuendelea kutoa huduma za uchunguzi huu kwa viwango vinavyokubalika kwa kupata ithibati ya umahiri wa uchunguzi wa kisayansi katika maabara zake. Na vile vile pia kuna ithibati pia ya uendeshaji wa mamlaka kwa ujumla. Mafanikio haya ni makubwa sana kwa mamlaka na nchi kwa ujumla, ambapo kwa miaka hii yote minne ithibati hizi zimeweza kuhuishwa na kuendelea. Maana zingeweza, kama zingekuwa hazikidhi ubora wa kadiri ya vyombo vya kimataifa, zingeweza kuwa labda zimenyang'anywa, lakini zimeweza miaka yote hii mfululizo kuhuishwa na kuendelea. Na hivyo mamlaka ina uwezo sasa wa kupokea na kufanya uchunguzi wa sampuli na kutoa matokeo yanayokubalika kitaifa na kimataifa. Tunaona kwamba kukubalika huku kwa matokeo ya uchunguzi unatokana na mifumo miwili hasa ya kiithibati. Kuna ule kama nilivyosema mfumo wa uendeshaji wa mamlaka, lakini mfumo wa shughuli za umahiri wa uchunguzi wa kimaabara. Kwenye maeneo yetu ukitembea utakuta kuna ISO ile 901 ya 2015 na kuna ISO 17025 ya 2017. Eneo jingine ambalo ni katika awamu hii ya 6 ni katika uwekezaji katika mitambo na vifaa vya kisasa vya uchunguzi. Katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, kama nilivyosema, serikali imeiwezesha mamlaka hii kununua mitambo na vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuendelea kuboresha huduma za uchunguzi wa kisayansi wa kimaabara. Na mitambo na vifaa hivi kwa pamoja kwa kipindi hiki tumeweza kununua mitambo mikubwa 16, hii tunaita specialized equipment, lakini na mitambo midogo 274, ambayo yote kwa ujumla thamani yake ni shilingi bilioni 17.8, na ambapo ununuzi huu umeendelea kuimarisha shughuli za uchunguzi na kuendelea kusaidia utoaji wa huduma za uchunguzi kwa haraka na kwa wakati, hivyo ufanisi umeongezeka zaidi. Lakini eneo jingine ambalo ni mafanikio ni kwamba mamlaka yetu ya mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali ni moja ya taasisi zinazounda taasisi za haki jinai, na hivyo
mamlaka yetu imeweza kuchangia kwa upande wa utoaji wa ushahidi wa kitaalamu, ambapo katika kipindi cha serikali hii ya awamu ya 6 mamlaka iliweza kupokea na kuhudhuria wito wa mahakama 6986 kutoka kwenye mahakama mbalimbali nchini na kuweza kusaidia utoaji au kuchangia katika utoaji wa maamuzi mbalimbali na kwa wakati hivyo kuchangia kuleta amani na utulivu wa nchi.